Serikali hii leo imeweka bayana ukomo wa bajeti ya mwaka wa fedha wa 2025-26. Hii itakuwa ni bajeti ya mwisho kabla ya nchi kuingia katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwezi Oktoba. Katika ukomo wa bajeti hiyo, serikali inasema kwamba inakusudia ama inalenga kutumia trilioni 57, ikiwa ni ongezeko la asilimia 13.4 kutoka bajeti ya mwaka wa fedha ambao kutafikia ukingoni mnamo tarehe 30 ya mwezi Juni. Kando na uamuzi huo kutangaza ukomo ambao upo kwa taratibu, lakini pia serikali hii leo imeeleza kuhusiana na ule mpango wa taifa wa maendeleo na kuainisha vipaumbele ambavyo vitatekelezwa katika mwaka huo mmoja utekelezaji wa mpango wa maendeleo. Nakumbuka huwa ni mpango wa miaka mitano unaogawanywa katika utekelezaji wa mwaka mmoja. Hilo ndilo jambo ambalo tutalitupia macho hii leo, kugusia kile ambacho kipo na mara baada ya serikali kuweka bayana huo ukomo wa bajeti ambao unatarajiwa. Mimi naitwa Nordin Selemani, yangu matumaini ya kwamba umekuwa na siku njema kabisa, na hapa studio kuweza kuangazia hilo tumemwalika Gabriel Mwangonda, yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Karibu sana. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Tuanzie hapa. Naam. Ongezeko la bajeti hii linatupa picha gani? Kwamba uchumi wetu unaendelea kukua ama kunani? Ongezeko limekuwa kubwa, asilimia 13. Sio kawaida ya uendeshaji wa serikali wa kawaida. Kwa kuna mambo ambayo yamejitokeza ambayo si mambo ambayo tumeyazoea kawaida. Kwa tunatarajia mwaka huu kuwa na matukio mengi, ikiwemo tukio kubwa kabisa la uchaguzi uchaguzi mkuu, na vile vile kuna maandalizi ya AFCON yamejumuishwa humo ndani. Vile vile kumekuwepo na ongezeko la watu wanaoajiriwa serikalini. Kwa moja kati ya vipaumbele ni hicho hapa, lakini kubwa lingine zaidi ni ongezeko la mikopo yetu. Kwa hiyo moja kati ya vipaumbele 6 ambavyo amevitaja Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ni pamoja na kulipa deni letu la ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi. Vile vile wameendelea kuongelea mambo ya demokrasia na mambo mengine ambayo yanaihusu haki za binadamu na utawala wa sheria. Kwa mambo ni kama 6 yamekuwa mengi, si ya kawaida sana. Lakini uzuri wa kwenye hii budget nilichokiona ni kwamba kuna mgawanyiko ambao sijaiona tangu nianze kufuatilia bajeti za Tanzania, kwa sababu ukiangalia katika hizo trilioni karibia 57 ni kama vile actually ni 59, wanasema asilimia karibia 60 zinatokana na mapato ya ndani, alafu asilimia karibia 30 na kitu zitatokana na mikopo ya nchi. Sasa sijaona misaada ya nchi wahisani, nchi washirika, nchi wanaita marafiki wa kimaendeleo wa nchi yetu. Nadhani wamechukua, wanaita precaution, wamechukua tahadhari kwamba inawezekana kabisa Marekani wakawa serious, na tumeona Umoja wa Ulaya nao kama wanafuata kinachoendelea Marekani. Kwa hiyo Marekani ilivyotangaza kupunguza kusupport nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania, sekta kama za afya zimeathiriwa sana, na ni kama vile serikali nyingi za Afrika zilirudi nyuma zikaiachia sekta ya afya kama ni sekta inaweza kuendeshwa na NGOs na misaada kutoka nchi wahisani. Lakini sasa kurudi nyuma kwa Marekani kuwa kilanja kwenye kumake sure kwamba afya katika dunia hii inaendeshwa vizuri na wao, basi nadhani ndo kitu kilichochechemua Mheshimiwa Mwigulu Nchemba na baraza la mawaziri, nadhani kuhakikisha kwamba hawaachi hata senti moja, kwamba tuna budget kwa sababu tunategemea labda Marekani atakuja kutupa msaada. Wamefanya ni mkopo kwa asilimia karibia 100. Yani ukiachana na mapato ya ndani, basi fedha ambazo zitaendesha nchi yetu zitakuwa ni mkopo tu, sio misaada. Kitu ambacho ni mimi, yes, deni litaongezeka sana, lakini
ni hatua kubwa, kwa sababu deni likizidi kuongezeka, nadhani akili ya kutafuta mapato zaidi na vyanzo vingi vya mapato inazidi kuongezeka. As long as hatukopi kwa ajili ya kwenda kuongeza kulipia mishahara ya raia, hilo jambo kama ni kujenga daraja, kujenga SGR, kuweka miradi ya kumwagiliaji maji kwenye kilimo. Kwa mfano mwaka huu tumekuwa na changamoto kidogo ya uchelewaji wa mvua. Unajua huu ni mwezi wa 3 na hii wiki ya 2, lakini bado kuna mvua zinasuasua sana. Kwa kuna athari kidogo inaweza katokea kwenye eneo zima la wakulima, ambalo ndo ukitikisa kidogo huko kidogo nchi inatikisika. Kwa hiyo sasa kumekuwepo na miradi mingi sana ya umwagiliaji. Sasa ukikopa kwa ajili ya shughuli kama hizo ni jambo la maana sana. Kwa mimi na support mgawanyo ulipo. Moja ya jambo ambalo Mwang'onda pia umelisema, serikali pia imesema kwamba itakuja na mfuko maalum ambao utakuwa unasimamia mambo haya ya chanjo na masuala yote ya tiba, ili kama hiyo ambao umesema ni precaution, na tumeona kwamba USAID inaendelea kwamba kubanwa na rais ambaye yupo huko madarakani, na akisema kwamba ataendelea kupunguza. Hii watu wanaweza wakaiona tija yake na ikafanya labda ukawa na msukumo zaidi wa watu kuamua sasa kujitolea na kuona kwamba mambo yetu yanatuhusu sisi wenyewe, na kama tukizembea bajeti hii itatuelemea. Naam, kwanza hicho kitu kingine ambacho kimenifurahisha zaidi kwamba inawezekana na sisi tukaanza kufikiria kama wao wanavyofikiria. Unajua, kama nilivyosema, sekta ya afya ni sekta ambayo inachangiwa sana na nchi wahisani kwa kweli. Wamekuwa wakitoa mchango mkubwa sana. Kwa mfano ukiangalia hizi chanjo, wanaweza kusema zaidi ya 50% zinatoka kwao, na tunapewa kwa njia kama msaada vile. Kwa hiyo wameona kwamba inawezekana watu wakawa serious, haya mambo yakawa yamekatika moja kwa moja. Sasa wewe unajua, kama ni mzazi unajua kwamba watoto wana chanjo nyingi sana, alafu kuna chanjo za watu wazima kama za HPV na zingine. Kwa hiyo ni muhimu sasa nchi kuwa na source, kwa maana ya chanzo ambacho kinaeleweka kabisa kwamba hatuwezi tukarana out of chanjo kwa sababu hatuna pesa. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo Mheshimiwa Mgonchela amevipropose ni kuwa na mfuko maalum kabisa kwa ajili ya hilo swala. Hilo swala ni swala msingi kabisa, kwa sababu rasilimali namba 1 katika nchi ni watu. Na watu ambao wana afya ya kutoka kuamka kufanya kazi, na wenye akili na utimamu kabisa wa afya pamoja na akili. Kwa hiyo moja kati ya vitu vinavyochangia hiyo kitu ni afya bora ambayo inatokana na machanjo. Kuwa na uhakika wa chanjo ni jambo la muhimu sana. Kwa kuweka mfuko maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chanjo zinakuwepo muda wote ni jambo la msingi sana. Kabla sija kuuliza hili, ulikuwa unazungumzia kwamba huenda kama nchi kulingana na mgawanyo wenyewe bajeti ambao umeonekana kwamba 60% mapato ya ndani, zaidi ya 30 kidogo tutakopa. Maana umesema kwamba huenda tukalazimika kwamba deni letu likaongezeka. Na ukiangalia kwenye hicho ambacho kimeainishwa leo na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba, anasema takriban kama trilioni 6 hivi zinaweza zikawa zinaendelea kulipa hayo madeni ya ndani na nje. Athari yake ama faida yake ni nini kuendelea kutenga fedha kama hiyo kutoka kwenye bajeti na kuendelea kulipa hiyo mikopo, wakati huo ambako pia kuna ongezeko hilo la 13.4 ya bajeti yetu? Naam, moja kati ya kitu kinachoongeza kilichopo kwenye hiyo 13% ongezeko hilo, unajua Mwigulu Nchemba, Mheshimiwa Waziri, alirudi bungeni nadhani mwezi Januari leo Februari kuomba ongezeko la bajeti kama bilioni 900 ambayo ilifanya itoke bilioni 49, trilioni 49 mpaka trilioni 50 na kitu. Kwa hiyo ukiangalia matumizi makubwa ndo huchechemua uchumi. Yani namna gani serikali inatoa pesa kwake, kwa sababu sisi raia hatuprint pesa. Tukumbuke serikali peke yake kupitia BOT ndo ana mandate ya kuweza kuprint pesa. Kwa hiyo
we Nurdin uwezi ukawa na pesa kama serikali haitakupatia zile pesa hizo sprint. Sasa serikali inatoaje pesa kutoka kwake kwenda kwa raia? Njia ni mbili tu. Kuna ya matumizi kwa maana ya kuwapa watu tenda wafanye construction za mabarabara, ununue vifaa tiba, ununue madawa. Sasa unavyowapa watu zile kazi wanapata pesa, kwa sababu ukishawalipa then ndo namna pekee ambayo unaweza kuingiza pesa hizo kwenye mifuko. Sasa namna nyingine ni kodi. Kwa ukitoza kodi kubwa, maana yake unachomoa pesa kwenye mifuko ya watu unarudisha serikalini. Ukipunguza viwango vya kodi, maana yake unaacha pesa zibaki kwenye mifuko ya watu wawe nazo. Hizo ni tools mbili ambazo zimekuwa zikitumika na Wizara ya Fedha duniani kote. Kila serikali inatumia hizo tools. Kwa hiyo ukiongelea swala la kuweza kukopa pesa kwa ajili ya kufanya shughuli za serikali, na gharama pale ni interest na marejesho tu ya kawaida ambayo sasa kwa sisi ambao tumeanza kusoma mambo haya tangu tuko form 1 sijawahi fanya, labda kwa mfano kwenye hesabu za vitabu vya kawaida tu, hatujawahi fungua balance sheet ambayo hayana liabilities. Lazima kuwe na asset na liability. Yani hiyo piga hakuna, ndo unasifiwa, kwa sababu hata Marekani sasa hivi wanachopambana ni kupunguza deni la Marekani. Kwa nchi kama Marekani na yenyewe inadaiwa pesa nyingi kabisa, trillions of dollars, na China na mashirika mengine yameikopesha. Kwa hiyo serikali kukopa ni jambo ambalo halikopeki kabisa. Kwa hiyo unaweza kaona deni letu limekuwa kwa kasi sana. Kwa sasa tunaelekea karibia trilioni 100. Tumefikia 90 na kitu. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kusema kwa nini, lakini unaweza kaona impact yake kwenye uchumi, kwa sababu utaona kwamba Bwana Nyerere ambalo liliishia 30% na kitu wakati Mheshimiwa Magufuli anaondoka limemalizika. Ukienda Kigongo Busisi imeisha. Ukienda kwa mara ya kwanza Tanzania ndo tumeanza kujenga miradi ya umwagiliaji kwenye kilimo. Kwenye kilimo, yes. Ni kitu kikubwa sana. Sasa ile ni mixer tu, mapato ya ndani na mikopo. Ukienda juzi Mheshimiwa Rais ameweza kufungua mradi wa maji pale Mwanga. Sasa ule mradi ni mradi wa miaka mingi sana ambao ni serikali nyingi zimepita bila kufanya, lakini Mheshimiwa Rais ameamua kufanya. Mambo ni mengi. Ndege zimeendelea kununuliwa, vifaa, ukienda Kilwa kuna bandari mpya kabisa, sijajua kama Watanzania wanajua kama kuna bandari mpya ya uvuvi, kwa sababu ile ni sekta nyingine mpya ambayo sasa tunataka tujifunze uvuvi wa bahari kuu. Ni uchumi wa buluu. Yes, huo ndio uchumi wenyewe bro. Bila bahari, bandari ya uvuvi hawezi kufanya. Kwa hiyo ukiangalia viashiria vya kawaida vya macho vinavyoonekana kwa macho ni vingi. Hamna mtu asiyojua kwamba hapa Tanzania, hapa Dar es Salaam for example, kuna construction everywhere zinaendelea za BRT na mambo mengine. Kwa hiyo zile ni pesa ambazo zina vyanzo vya ndani, mapato ya ndani. Kuna pesa ambazo zinakopwa, ndo moja ya mikopo. Sasa zikienda huko, hiyo mikopo inakuwa haina shida sana. Changamoto inakuja pale ambapo mikopo inakuja, lakini inakuja kwa ajili ya matumizi ya kawaida, kwa sababu budget inagawanywa kwenye maeneo mawili. Kuna recurring expenditure ambazo ni matumizi ya kawaida kama posho, mishahara, mafuta, sijui nini, vitu vya kawaida kabisa. Lakini kuna development budget ambayo tumekuwa tukiona sasa tunapenda sana recurring expenditure iendelee kupungua. Changamoto ya Tanzania ni kwamba wafanyakazi ni wengi sana. Wanachukua mshahara wa wafanyakazi kwenye mapato yetu, wanachukua almost saizi tunakaribia bilioni 700-800 hivi kila mwezi. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba mapato mengi ambayo TRA inajitahidi sana kuyakusanya, asilimia kubwa sana yanaishia kwenye kulipa mishahara. Na ndio maana utaona sasa Mwigulu Nchemba alivyokuwa anataja vipaumbele, watu wanashangaa, mbona unaongelea kwamba kipaumbele ni kulipa mishahara? Kwa sababu inachukua a huge chunk of the budget kwenda kulipa. Kwa lazima uhakikishe kwamba nchi inaweza ikakusanya pesa nyingi kiasi cha kulipa mishahara, kwa sababu kama utakusanya pesa ambazo hazitaweza kulipa mishahara, hiyo tayari nchi imeshakufa. Na umefilisika kabisa. Yeah.
Na kweli ulikuwa ukigusa hivyo vipaumbele mahususi ambao amevieleza. Moja ilikuwa ni ugharamiaji wa deni la serikali, pili ni ulipaji wa mishahara kwa watumishi wa umma, lakini pia tatu ni swala zima la uchaguzi ambao umesema uchaguzi wa mwaka 2025 pamoja na uimarishaji wa demokrasia. Yes. Mtu mwingine akajiuliza sasa, kwa nini watu wanatenga fedha ili kwenda kusema kwamba unaenda kuimarisha demokrasia? Ina umuhimu gani katika nchi? Okay, unajua kwa mfano hapo tumesema 30% ya hii budget itakuwa ni mikopo. Tunajua kama ni budget, mikopo hii itatoka nje 1% kubwa. Sasa nani anatukopesha nje? Mara nyingi tunakopa kwa IMF, World Bank. Wale wana parameter zao. Nchi gani tuikopesha? Of course kuna vigezo vingi ikiwemo swala la demokrasia na haki za binadamu. Na ni jambo la kawaida tu. Watu wanaweza kusema ni nini? Ni kuimarisha tu. Watu tumeona centers za mahakama nyingi zimejengwa nchi nzima. Ukienda mahakama sasa zinaheshimika. So vile vijengo ambavyo zamani vilikuwa very nasty areas unaenda. Lakini ule uimarishaji umeendelea sana kwenye sekta ya mahakama. Nadhani watu wote vituo jumuishi. Yes, vituo jumuishi. Ni majengo mazuri sana. Na hawakuishia pale. Sasa hivi mahakama ni taasisi ambayo imekuwa digitized sana. Kuna mifumo mikubwa sana imenunuliwa inayotumika kuendesha kesi kidigitali. Kwa maana kwamba paperwork na vitu kama hivyo vyote vinakuwa kwenye mifumo ya kielektronic. Ukitoka huko kuna kujiandaa kwa ajili ya kutoa ruzuku mbalimbali, kufanya elimu. Kwa mfano NEC ina budget kubwa sana mwaka huu kwa ajili ya kutoa elimu kwa raia juu ya uandikishwaji kwanza, kuparticipate kwenye hii. Kwa kampeni ni nyingi, kwa redio nyinyi kwa mfano kama vyombo vya habari ni mwaka wao. Program mbalimbali zinazoelimisha watu na kuhamasisha watu kuweza kujumuika na kutumia haki yao. Sasa ndo tunasema haki za binadamu, kutumia haki yao ya msingi ya kuweza kupiga kura na kuchagua viongozi wao. Kwa vitu vinavyofanana na hivyo ni vingi sana ambavyo lazima viwe budgeted, na mwaka huu ndo mwaka wenyewe. Kwa hiyo tunatarajia matumizi mengi sana ya pesa mwaka huu, ambao ni neema tu kwa wananchi kwa kweli. Okay. Yeah. Kwa maana hapo sasa ndo unakuja ile dhana yako ya kwamba serikali lazima ipeleke fedha kwa watu. Yes. Kwa kuna watu njia mbili sana. Vyombo vya habari, wasanii, yani kuna watu watakuwa very busy this year mpaka uchaguzi unaisha. Wengine watatoka na majumba. Kwa maana yake ni dhahiri pia hata huo mzunguko wa fedha utaonekana utakuwa mkubwa sana kwa sababu kupima uchumi tunapima kwa kipimo kinaitwa GDP, Gross Domestic Product. Sasa njia ziko nyingi sana. Unaweza kutumia njia ya income kwamba watu wanalipa mishahara, watu wanapata kama labda mmiliki wa hii media labda anapata profit na nini. Kwa una base kwenye income tu. Lakini vile vile unaweza kaachana na income ukasema okay, mimi nitamsubiri huyu kwenye matumizi. Okay. Kwa unaweza kabezi kwenye matumizi kwamba Mr. Nudi anatumia kiasi gani, yule na yule na yule, kila mtu na investments. Kwa hiyo kwa mfano sasa matumizi yakawa makubwa. Kwa mfano mwaka huu bajeti yetu ni kama hivyo, imefika trilioni karibia 59 hizo. Zikimwagwa zote kwa uhakika kabisa mtaani, maana yake watu matumizi yatakuwa makubwa. Kwa vitu ambavyo walikuwa wananunua kwa kujibana watanunua zaidi ya vile vinavyohitajika. Soko na gari atanunua gari. Maana yake mafuta matumizi yataongezeka. Yakiongezeka matumizi ya mafuta, kila kodi inayopatikanika kwenye kila lita ya mafuta itaongezeka vile vile. Kwa serikali itakuwa inapata pesa zaidi na watu wana pesa zaidi. Kwa ni afya kwa uchumi pale ambapo serikali inatumia zaidi. Nitakupa mfano 2008 kulikuwa na financial crisis kubwa sana ambayo kipindi kile alikuwa anaingia madarakani mheshimiwa Obama. Alikuwa anaingia madarakani alirithi ile crisis kutoka kwa Bush. Lakini sasa alifanyaje kujitoa kwenye ile crisis? Kilichotokea ni kwamba alianza kufanya matumizi makubwa ya pesa za Federal Reserve ili pesa ziende kwa raia. Kwa hiyo kuna barabara zilikuwa zinakuwa nzuri kabisa. Anatangaza tenda kwamba hii barabara tunairudia. Kwa kampuni zitaomba kazi, itabomolewa, itajengwa upya. Ili tu mradi walipwe wale watu wafanye kazi. Sasa hizo tu hazikutosha.
akafikia stage akaita mabenki akawa na bailout, kwa maana kwamba anawapa mitaji mabenki. Kipindi kile Marekani wananchi walipata shida sana kwa sababu walikuwa wanaandamana, walikuwa hawaelewi mambo tumeyazoea kwa ma socialist like Chinese and the likes. Kwa nini utoe pesa zetu za kodi umpe private bank kuongezea mtaji wake? Na so ilikuwa ni vuta ni kuvute, lakini ni uchumi ule, yani ni njia mojawapo ya kurudisha uchumi kwenye hali yake ya kawaida, kwa sababu usipofanya vile, kuna mabenki ambayo yameajiri watu 100,000 wote wanaenda nyumbani hawana ajira, unafanyaje? Lakini kumbe ungeweza kuweka pesa kiasi fulani kwenye hiyo benki ili ibaki afloat, iendelee cooperate, watu wabaki kwenye ajira zao na nini, maisha yangekuwa yanaendelea vizuri. Kwa hiyo matumizi, nilikuwa nasisitiza kwenye matumizi kama ulivyouliza, matumizi huwa ni moja kati ya tool, nyenzo ambayo inatumika kuchechemua uchumi kuendelea kuwa mkubwa. Kwa ukubwa wa hii budget ni mzuri sana kwa ajili ya uchumi wetu. Okay. Maandalizi ya AFCON ni moja eneo ambalo limetengewa fedha. Tunaelekea 2025. AFCON yenyewe ndio hivyo ipo inakuja, na sisi ni miongoni mwa wenyeji wa kwenye ile umoja bid ambayo inatuhusisha pamoja na wenzetu Kenya, Tanzania na Uganda. Kiuchumi, leo mtu ukimwambia kwamba unawekeza fedha kwa ajili ya mashindano kama hayo ya soka makabumbu, unatakiwa umwambie nini ili aweze kuelewa tija yake? Naam. Value chain ni kubwa. Naweza nikasema mimi ni mmoja kati ya wanufaika wa AFCON kabla haijaja. Kwa nini nasema hivyo? Hivi sasa tunavyoongea, Arusha kuna viwanja vinajengwa kwa ajili ya AFCON. So pale kuna Wachina, wale ni Wachina, wanahitaji kokoto, wanahitaji cement, wanahitaji nondo, wanahitaji vitu vingi sana, vifaa vya ujenzi. Kwa kuna wenzangu na mimi na wengine wengi tu wanapata kazi pale za kufanya hivyo, kuleta kokoto, kuleta mchanga, yani kwa sababu pale si kiwanja kile kimoja tu, vinajengwa hata viwanja vya mazoezi vingine. Kwa ni uchumi mkubwa. Ukienda Dodoma ni kitu kile kile kinaendelea. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anasoma trend ya serikali na tunakoelekea, pesa ziko kule, kwa anaelekea, anaweka uelekeo wake namna hiyo, anaenda kufaidi na ule mlija. Kwa ni kama mfereji umechorwa, anaenda kukinga na wewe kule uliko. Kwa ukizubaa haikufikii, ni ngumu sana wewe kufikia. Kwa kuna ugeni mkubwa. Nakumbuka mimi nimehusika, mimi ni mwanamichezo vile vile, so nimehusika kwenye kutafuta pre-season stations za timu kubwa hizi mbili moja hapo. Kwa hiyo najua uchumi uliopo kwenye kuwekeza kwenye soka. Kwa ile nchi ambayo niliwapeleka ile timu, ile hoteli, kigezo ilikuwa lazima iwe na training pitch na hoteli nzuri ambayo watu wanaweza kufanya gym na nini na mazoezi kama hivyo. Lakini pesa tulolipa ni kubwa sana. Kwa na envision the very same thing, yani kitu kile kile kwamba Tanzania kitu kikija AFCON, mahoteli mazuri, watu wenye viwanja, watu wenye mahoteli ni majim ambayo yana specs ambazo zinaendana na hiyo, watafaidika sana. Kwa chakula, hiyo impact itaenda mpaka kwa mtu anayelima mboga, mayai, everything. Kwa impact yake ni kubwa sana. Lakini the biggest sasa of all, ukiongelea hizi ni vitu ambavyo tunaita tangible, vitu ambavyo vinaonekana. Yes, ujenzi wa viwanja, mahoteli, manini, kila kitu, hata watalii. Kuna watu watakuwa wanakuja kuangalia hizi mechi. Najua hiyo. Kuna watu wanasafiri, ni machizi mpira, kwa watahitaji kulala, watahitaji kula, watahitaji usafiri, watahitaji vitu vingi sana. Kwa hiyo kuna watu watanemeka sana na uwepo wa hizi mechi hapa, hii tournament ya AFCON hapa Tanzania. Nilikuwa nasema kubwa zaidi, na ingekuwa kubwa zaidi tungeifanya sisi wenyewe, lakini kubwa zaidi ni brand ya nchi yetu. Of course. Inakuwa kubwa sana. Kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi kuweza kutumia vizuri. Mimi naamini kwamba nyinyi, kwa sababu ni partner kwenye hii kitu, mtakuwa mnaanza kabla kina Mpenja kwanza
kutangaza zitakuwa zinaonyesha mlima Kilimanjaro pale na nini. Kwa ni platform nzuri sana ya kuweza kutangaza nchi yetu vizuri, ikawa na brand kubwa zaidi, tukaendelea kuibrand nchi yetu. Ukumbuke hizi mechi zitachezwa mpaka Zanzibar. Kwa Zanzibar kule wako serious na wenyewe wanaendelea na ujenzi kila pale kwa ajili ya maandalizi ya kitu. Kwa kama ufuatilii uwezo kujua, lakini kama unataka mrija huo ukupate na fuatilia na mambo yapo wazi kabisa, utapata vitu. Maneno kwake Gabriel Mwang'onda huyo ambaye tumekuwa naye hapa leo tukimulika ukomo ambao umetangazwa bajeti ya mwaka wa fedha 25-26 wa trilioni takriban 57 hivi, ongezeko la 13.4%, na tumegusia vile vipaumbele ambavyo serikali imeviainisha itaelekeza fedha huko, na nukta ya mwisho ilikuwa ni maandalizi ya AFCON ambako serikali pia imeweka fedha za kutosha kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika kwa tija. Na Mwang'onda hapa ametueleza kwa kina, tena akitolea experience ya namna ambavyo naye pia anashiriki katika eneo hiyo. Nikushukuru sana. Asante sana. Naam, ndio nukutendo nafikia tamati. Mimi naitwa Nordin Selemani, nikutakie usiku mwema usio na bugdha, na panapo majaliwa tukutane tena kesho. Kwaheri.